Unaweza ukamwita Trump, unaweza ukamwita pia kiongozi ama afande wa kundi la TFF, ambapo siku za hivi karibuni aliingia kwenye msala wa utapeli ambao watu walimchangia pesa baada ya kusema kwamba kafiwa na mtoto wake. Ni watu gani hawa? Huyu jamaa ni mwanaharakati ambaye yeye alisema anajitolea kufanya uhalifu kwa kile kilichotokea tarehe 29, na akasema uhalifu wake yeye atakuwa anafanya kwa jeshi la polisi na viongozi wa CCM, na kuna baadhi ya vifo vya viongozi wa CCM ambavyo yeye alikuja front na kuweza kusema kwamba amehusika. Sasa hiki kilimfanya kidogo awe maarufu, lakini mambo kidogo yakaenda kavurugika hapa katikati baada ya kuweza kuhusishwa kwenye skendo ya utapeli, na wanaharakati wenzake waliweza kumshambulia kinomanoma kwa sababu alimchangia mamilioni ya pesa, alafu mchizi ikaja kagundulika kwamba mwanae hajafa, yupo, ila tu alitumia hizo technique. Kwa hiyo kwa aibu alikuja na yeye akasema kwamba ni kweli mwanae hajafa, hivyo alikuwa na njaa. Sasa kupitia malalamiko mengi sana, Kigogo naye kaamua kuweka wazi ukweli wote na kaamua kufichua kile ambacho wengi hawakijui kumuhusu Trump, ambaye kajizolea umaarufu sana kutokana na jinsi ambavyo anaongea. Sasa hivi amekimbia nchi, yupo nchini Kenya, ambapo kajificha huko na anaendelea na harakati, na mpaka insho utapeli inatokea ni vile tu wanaharakati walikuwa na huruma, wakaamua kumsaidia. So kupitia akaunti ya Kigogo aliweza kuposti na kuandika kumuhusu Trump baada ya kumchunguza kwa muda mrefu, na akataja matukio yake ambayo kayafanya kwa miaka hii ya karibuni. Ni matukio gani ambayo aliyafanya ambayo yamemfanya mpaka Kigogo kusema kwamba Trump ni tapeli mkubwa? So kupitia akaunti ya Kigogo alianza kwa kusema hivi: Trump ni tapeli mkubwa. Wanaharakati sio njia ya kutafuta umaarufu, kujenga jina kwa kuwatumia watu, ni kuangukia pua. Katika dunia ya harakati, jamii inapaswa kuwa makini na watu wanaotumia hisia, hofu na hasira za wananchi kama njia ya kujijenga kibinafsi. Walio wengi wanaojiita wanaharakati, wengi ni matapeli. Mfano mzuri ni huyu Trump ambaye anatumia nguvu kubwa sana kutangaza uongo kuwa kutakuwa na maandamano. Anatumia mwanya wa harakati kutafuta umaarufu na kuvuna followers kwa lengo la kuwatapeli watu kirahisi. Mtiririko wa jinsi alivyotapeli ni kama ifuatavyo. Alianza na mwaka 2026 Februari. Alitumia namba ya Kenya akiomba msaada wa fedha akisema anatafutwa na amejificha, hana pesa. March 2026 alimuomba Mange Kimambi pesa na akajibiwa, nowadays pesa haitoki. Aprili 2026 alidai kwenye kundi la wanaharakati kuwa amefiwa na mtoto na inadaiwa alipokea msaada wa shilingi milioni 7, huku kukiwa na kauli tofauti kutoka kwa mke wake. Mei 2026 alimuomba Nuruvazi amwombee pesa kwa ajili ya kuendesha harakati na akajibiwa kwa yeye si Mtanzania na akatajwa kama tapeli. Juni 2026 amekuwa akiwasiliana na watu mbalimbali kuomba fedha za nauli na misaada mingine kuwa watoto wake wanaumwa, ikiwepo kuomba 500,000 kila sehemu za kuomba 500,000 kila sehemu za bia na chakula. Wapo wanaweza kutumia matatizo, hasira na matumaini ya vijana kama mtaji na kujijenga wao wenyewe kiwizi, huku akiweza kuweka bango kubwa: Trump ni tapeli, huwezi kupata 500,000 kirahisi kwa watu, huwezi kuomba, umechelewa kuomba msamaha, unabweka kama mbwa, alafu 77 msamaha upati na 77 ikipita itapita vizuri tu. Sasa hii ilikuwa ni post kutoka kwa Kigogo. So issue kubwa ambayo ipo kwamba Trump ndio alianza kuhamasisha sana watu tutoke tuandamane 77 hivyo. So amekuwa ni mtu ambaye anakuwa na live zake ambazo anazungumza vitu vingi sana. Na issue ya kuomba pesa, ni kweli kuna kipindi Nuruvazi aliweza kuweka wazi kwamba alimwambia Trump kwamba yeye sio Mtanzania, ni Mkenya. Aliweza kumfanya Trump kuwaona wanaharakati ni hivi na vile, na hata alipokuja kwenye swala la mchango wa pesa, alipochangiwa mamilioni ya pesa, then ikaja kagundulika kwamba mtoto ni mzima, baada ya wanaharakati kusema lazima
lazima waende kwa kina Trump, na walipoenda wakaja kagundua kwamba mtoto mzima yuko fresh. Kwa Trump akaja akagundulika kwamba ni mwizi, tapeli ambaye anatumia hisia za watu kuwatapeli watu. So mimi naomba uniambie kwenye comment, huyu mchizi ulishawahi kukutana naye wapi? Drop comment hapa chini, tukutane kwenye comment, na kipi kilikuvutia ama kilikukera kutoka kwake? Basi toa maoni yako hapo chini.